imeeleweka? Sawa eh? Sasa katika ukurasa huu wa 22 Sheikh anaendelea kusema kisha fahamu kwamba mpangilio huu wa herufi, kwa maana mpangilio huu wa taskini al-huruf, hutoa majina na tabia kutoka kwenye herufi na tabia zake za asili. Sawa, kwamba anakwambia fahamu ya kwamba natambua ya kwamba huu mpangilio wa taskini al-huruf, sawa, moja ya kazi zake unaweza ukajua majina ya vitu, sawa, unaweza ukajua majina ya vitu, sawa, unaweza ukajua majina ya nini, ya vitu. Ngoja niwarudisheni hapa kidogo, sawa. Tupo kwenye mfano, sawa. Unaweza ukajua majina ya vitu, unaweza ukajua jina la mtu, sawa, asiyejulikana, lakini pia hayo majina kutoka kwenye hizo herufi, kwa maana kwamba kama tunamuulizia mwizi kwamba bwana, imethibiti kweli, mfano, sawa, imethibiti kweli simu imepotea, sawa, simu ya Abu Najmi imepotea. Sasa kama simu ya Abu Najmi imepotea na kweli, kwa maana kwamba imepotea kwa kuibiwa, sasa na kweli inathibitika kwamba kweli imeibiwa, hapo ndio uko unapiga bao shekhe, sawa. Sasa aliyoiba hii simu ni nani? Hii simu aliyoiba hii simu ni nani? Anaposema kwamba unaweza kufahamu majina kupitia hizo herufi, kwa maana kwamba utamjua kupitia hizi herufi za hizo shikeli, sawa. Utajua jina la huyo mtu aliyoiba hiyo simu ya Abu Najmi kupitia hizi herufi hizi, sawa. Tutakapokuja kwenye mifano tutakuwa tunaona baadhi ya vitu, sawa. Lakini pia na tabia zake za nini, za asili. Anaposema tabia zake za asili, akiwa na maana kwamba, sawa, hii alifu ni yenye tabia nini, ya moto, lakini hii fe ni yenye tabia nini, ya moto, sawa. Lakini pia ukija kwenye hii shikeli ya ahyani hii, sawa, tabia yake ya asili kabisa, sawa, ni hii nukta moja hii hapa, hii nukta moja hii ambayo ni nini, ni moto, sawa. Kwenye zile tabia zake za nini, za asili. Mashehe, nafikiri mnaanza kunielewa kwa nini tulianza kule mwanzo kuanza kusoma zile pointi zilizoko kwenye shikeli, sawa. Kwa mnaona kadri tunavyozidi kwenda kwamba mambo yanazidi kutanuka. Kumbe hizi pointi hasa zile za fardi, kwa sababu hapa anatufundisha anatueleza zile pointi za fardi, kama tabia zile za asili. Anaposema tabia za asili kwenye shikeli, hayupo kwenye zauji, maana yake haelezei zauji hapa, anaelezea zile fardi. Mfano shikeli hii hapa, sawa, qaddu dakhila, anaposema tabia zake za msingi, sawa, ana maana hii hapa kwenye upepo na ana maana hapa kwenye nini, kwenye udongo, ndio kwenye tabia ya asili. Hazungumzii huu moto uliokufa huku juu kama tulivyosoma huko nyuma, wala hazungumzii haya maji yaliyokufa kama tulivyosoma huko nyuma. Anachokielezea hapa, anaelezea point, anaelezea point iliyoko kwenye nini, kwenye shikeli ya humra, kwa maana ile moja, na anazungumzia moja nukta moja iliyoko kwenye inkis na kadhalika, yani zile nukta za fadi, ndio anachokikusudia hapa, sawa. Sasa anasema hivi, faida ya mpangilio huu ama faida ya taskini hii ni kwamba una siri iliyofichwa, sawa. Hii taskini al-huruf
faida yake ni nini? Faida yake, ndani yake kuna siri ambayo ilifichwa. Ni siri gani hiyo iliyofichwa? Sawa, kama huku mwanzo ameshatuambia kupitia taskini hii tunaweza tukajua majina ya vitu, majina ya wanyama, tukajua majina ya watu waliofanya matukio, sawa, kupitia hizo herufi na kupitia tabia zile za nini, za asili. Sijui tumeelewana vizuri eh? Lakini anasema faida ya hii taskini ni nini? Anasema faida ya hii taskini ina siri. Hiyo faida ina siri ambayo iliyofichwa humo ndani. Ni ipi? Tufuatane pamoja tukaione. Sawa eh? Anasema kwa siri hii mtu anaweza kujua ama kupata jambo analolihitaji hata kama ni gumu kupatikana. Sawa eh? Moja ya hiyo faida ambayo ni siri iliyofichwa kupitia taskini al-huruf. Sawa eh? Kupitia taskini al-huruf, moja ya faida ya siri iliyofichwa kupitia kwenye taskini al-huruf, Sheikh anasema kwamba siri hiyo iliyofichwa, mtu anaweza kupata jambo analolihitaji hata kama ni gumu kupatikana. Sawa eh? Kisha hulichagulia herufi zinazonasibiana au zinazoafikiana nalo na likatimia hilo jambo. Sawa eh? Bado maelezo hayajawa wazi, twende pamoja. Likapatikana kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Asema mfano tulipiga ramli au tuhti kwa mtu anayependa. Sawa, anayependa. Tukapata au ikaingia katika nyumba ya ndoa shikeli mbaya. Sawa, katika nyumba ya ndoa ikaingia shikeli mbaya. Sheikh anatuambia kwamba tulipiga bao, tulipiga tuhti. Sawa, kwa mtu ambaye aliyokuwa na shida nini ya kupenda. Yaani swali hapa lilikuwa ni swali la nini, la kimapenzi. Sawa, lakini samahani, katika nyumba ya ndoa, sawa, kukaingia shikeli mbaya. Sawa, mfano hii ni nyumba ya kwanza, hii nyumba ya pili, nyumba ya tatu, nyumba ya nne, nyumba ya tano, nyumba ya sita, nyumba ya saba. Sawa nakupeni tu mfano huku hatujafika Hii nyumba ya kwanza nafsi kama inavyofahamika, nyumba ya pili mali, nyumba ya tatu ndugu au majirani, nyumba ya nne baba na mama. Sawa au mali zile zisizohamishika. Sawa. Nyumba ya tano furaha ndogo au watoto. Nyumba ya sita maradhi, kifungo na kadhalika. Nyumba ya saba nyumba ya ndoa, mapenzi na kadhalika. Hapa sawa nyumba ya ndoa hapa ikaingia shikeli mbaya. Sawa shikeli ambayo ni nasi, lakini shahidi wake akaonyesha au shahidi wake akaingia nini, akajulisha. Shahidi wake akajulisha litapatikana, tukajua kuwa litafanikiwa, litapatikana, lakini baada ya tabu au sababu fulani. Sawa hapa tumalizie nyumba ya 8. Kuna kitu hapa ni kuonyesheni. Nyumba ya 8, nyumba ya 9 inakaa hapa, nyumba ya 10 inakaa hapa, nyumba ya 11 inakaa hapa, nyumba ya 12 inakaa hapa. Sawa mashehe. Nyumba ya 9 nyumba ya 9 inakaa katikati ya nyumba ya kwanza na ya pili. Nyumba ya 10 inakaa katikati ya nyumba ya 3 na ya 4. Nyumba ya 5 nyumba ya 11 inakaa katikati ya nyumba ya 5 na ya 6. Na nyumba ya 12 inakaa katikati ya nyumba ya 7 na ya 8. Na nyumba ya 13 inakaa katikati ya nyumba ya 9 na ya 10. Na nyumba ya 14 inakaa katikati ya nyumba ya 11 na 12. Na nyumba ya 15 sawa inakaa katikati ya nyumba ya 13 na 14. Sawa na nyumba ya 16 inakaa chini ya nyumba
ya 15, lakini wengine wanapenda kuiweka huku pembeni, wengine wanaweka huku pembeni. Almuhimu tu dimadi ni nyumba zote zifanye nini? Zikamiliki kunako hiyo nyumba ya 16. Sawa? Sasa hapa anatuambia kwamba tulipiga bao. Sawa? Tulipiga ramli yetu. Katika hizi nyumba pakaingia shikeli. Sawa? Lakini katika hii shikeli, katika hili bao, katika nyumba ya 7 pakaingia shikeli mbaya. Tujalie kwamba nyumba ya 7 labda iliingia shikeli ya nini? Labda iliingia shikeli ya inkisi mfano. Sawa? Labda iliingia shikeli ya inkisi. Shikeli mbaya. Si tumeona vizuri lakini shahidi wake, sawa? Shahidi wake hii shikeli ya inkisi akatujulisha kwamba kuwa jambo litapatikana, tukajua kuwa litafanikiwa, litapatikana, lakini baada ya tabu na nini na sababu fulani. Anaposema shahidi wake, nyumba ya 7 iliingia shikeli mbaya, halafu shahidi wake nani? Shahidi yake huyu nyumba ngapi? Shahidi wa hii shikeli iliyoingia nyumba ya 7. Hapa kuna vitu tunataka tuvifahamu. Sawa? Katika shikeli 16, kila shikeli ina shahidi wake. Ina shahidi wake wa karibu na ina shahidi wake wa mbali. Sawa? Kwa hiyo kuna mfumo wa shahidi kwa shikeli kupitia taskini. Hapa tufahamishane, sawa? Taskini kwa maana shahidi wa ahyan, mfano katika taskini al-huruf. Shahidi wa ahyan. Sawa? Ahyan ndio tulipata, ndio ya kwanza. Shahidi ya ahyan ni nani? Shahidi wa ahyan ni humra. Kwa hiyo humra ndiye anayemtolea ushahidi nani? Anayemtolea ushahidi ahyan katika mpangilio wa kitaskini. Na huyu humra kwa sababu ni watatu, maana yake ni shahidi wake wa karibu. Shahidi wake wa mbali ni nani? Shahidi wa mbali wa ahyan ni nani? Ni ile ya 5 ambaye ni nani? Ya 5 ambaye ni nani? Ambaye ni naswatul kharija. Kwa hiyo humra ni shahidi humra ni watatu kwa ahyani, sawa? Ambaye ni shahidi wake wa karibu. Lakini naswatul kharija ni watano kwa ahyani, maana yake ni shahidi wake wa mbali. Yaani ni shahidi wa shahidi, kwa sababu ukitokea kwa humra, mfano shikeli ya kwanza ahyani iko hapa, sawa ahyani iko hapa. Hapa huyu ahyani shahidi wake hapa ni huyu humra ambaye ni watatu yake, sawa halafu ambaye ni shahidi wake wa karibu. Halafu shahidi wake ambaye tumesema ni naswatun kharija ambaye ni shahidi wake wa mbali. Kwa hiyo huyu ni shahidi wa mbali wa nani? Wa ahyani. Kwa hiyo kuna ushahidi wa kishikeli kwa shikeli, sawa, katika mpangilio wa taskini. Kwa nini huyu anakuwa ni shahidi wa mbali wa ahyani? Kwa sababu huyu ni shahidi wa aliyeshahidilia shahidi wa ahyani, kwa maana kwamba huyu humra naye ana shahidi yake. Shahidi yake ni nani? Watatu kutokea kwa humra, kutokea hapa kwa humra. Humra 1, 2, hapa kuna shikeli 3, sawa. Kwa hiyo huyu ni shahidi aliyeshahidilia ushahidi. Yaani huyu naswatul kharija katika taskini hii ya alhurufu ni shahidi anayeshahidilia ushahidi wa humra dhidi ya ahyani. Ndio maana tukasema kuna shahidi wa karibu na shahidi wa mbali, sawa Kwa hiyo kuna ushahidi wa kitaskini, halafu kuna shahidi wa nyumba wa kitaskini kwa maana shikeli, halafu kuna ushahidi wa nyumba. Kwa hiyo nyumba ya kwanza inatolewa ushahidi na nyumba ya pili. Mkumbuke katika somo letu kule mwanzo tulisema shikeli sio nyumba na nyumba sio shikeli. Mafuhumu Kwa hiyo na nyumba ya kwanza na yenyewe inashahidiliwa na nyumba ya tatu. Na ambayo ni shahidi wake wa karibu. Na huyu nyumba ya tatu shahidi wake ni nyumba ya 5. Ambayo huyu nyumba ya 5 ni shahidi wa mbali wa nyumba